Mfumo wa maji taka umekuwa jinamizi kwa wakazi ndani ya mji wa Meru. Tatizo jingine ni kwamba maeneo ya Makutano na Gitembene ndani ya manispaa ya Meru hayajaunganishwa na mfumo wa maji taka, jambo ambalo linawafanya wamiliki wa nyumba kutafuta huduma ya magari ya kuzoa maji taka wakati yanapojaa. Jambo bayana zaidi ni kwamba kutokana na maji taka yaliyopo karibu haswa na soko na vile maeneo mengine ya wakaazi ndani ya mji wa Meru, wakaazi wa maeneo hayo yanayozunguka mfumo wa maji taka wa Meru, hasa katika soko la Gatokorome vile na maeneo mengine, wakaazi wanasema maji taka hayo yamekuwa yakifurika mara kwa mara. Sasa hii sewage inaachiliwa sana inaachiliwa usiku. Na usiku unakuta imejaa hapa mpaka kwa barabara. Alafu sewage inaenda kwa pipe za maji, inaingia kwa pipe za maji, hiyo maji watu wanatumia, alafu inaenda kwa mto. Sasa niulize hii sewage kabla watafuta njia nyingine ya kupeleka sewage wanapeleka kwa mto. Hii inatiririka inaenda mpaka kwa mto wa Kadhita ambao watu wanaenda wanaitumia hiyo maji. Na ni hatari sana kwa watu. Inaweza leta magonjwa hatari sana kwa binadamu. Kwa hivyo tunaomba wale wanasimamia hii mambo ya sewage wajaribu vile wanaweza kufunga kabisa, ndio isije ikaleta madhara kwa binadamu. Kuna biashara siko hapa. Sasa ya kushangaza hata ng'ombe zikipita zinaweza kunywa hii maji. Na mtu aende akamua kunywa, dhani maziwa anakunywa mabaki ya sewage hapa. Hii watu wasimu wanakujanga kuogelea hapa hii. Chakula zile zinauzwa barabarani, hizi zikikanyanga hapa zinakanyanga chakula. Watu wanaendelea kugonjeka na si vizuri.